Kwa majina naitwa Joseph Paul Kaheza kutokea Geita, mwenyekiti wa umoja wa walimu wasiokuwa na ajira, Non-Employed Teachers Organization, NETO. Kwa kwanza kabisa nipende kumshukuru Mungu kwa nafasi hii ya kipekee ambayo ameweza kutupatia au kututunuku, kwa sababu si kwa akili zetu wala sio kwa ujanja wetu, ni kwa sababu yeye mwenyewe amelikusudia hili. Pia nipende kushukuru umoja wa walimu wasio na ajira kwa namna ambavyo wamekuwa na umoja na mshikamano bila kujali tofauti zetu za kidini, tofauti za kikabila au tofauti zingine za kimazingira ambazo zinatofautisha, kwa sababu wananeto wako katika kila kona ya nchi hii. Aidha, umoja huu umekuwa na tija sana kwa sababu lengo letu ilikuwa ni kudai ajira, na linaendelea kuwa ni lengo la msingi la umoja wa walimu wasio na ajira. Hivyo basi, naendelea pia kuishukuru serikali kupitia waziri wa nchi ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, kwa namna ambavyo walilionelea swala hili kwa uzito wa hali ya juu sana hadi kuweza kulibeba kama viongozi, lakini vile vile kama wazazi wetu sisi, kwa namna ambavyo wao waliamua ni vyema waweze kulizingatia. Hivyo basi, uamuzi wa waziri kutukutanisha sisi na mawaziri kutoka wizara 3 na viongozi mbalimbali wa serikali ili tuweze kuona na kutanabaisha namna bora zaidi ambayo tunaweza kuiendea au kuifata ili tuweze kutatua changamoto hii na serikali iweze kuishughulikia changamoto hii ya ukosefu wa ajira kwa vijana wa Kitanzania, hususan walimu. Kwa kuzingatia falsafa ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, falsafa ya 4R, Mheshimiwa Waziri George Boniface Simbachawene aliweza kutukutanisha na wizara 2, ukijumlisha na wizara yake jumla zinakuwa wizara 3 na makatibu wakuu wake, vile vile viongozi wengine wa serikali kutoka wizara husika. Tunaweza kusema kwamba falsafa hii imekuwa na tija kubwa sana kwetu, kwa sababu nafasi hii imekuwa ni ya kipekee. Tumeweza kujadiliana na serikali namna bora zaidi ambayo itasaidia na itakuwa imeleta afya kwa vijana na taifa kwa ujumla. Hivyo basi, changamoto zetu tuliweza kukutana na serikali hiyo jana na kuweza kuzibainisha vizuri kabisa, na mambo mengi yanaenda vizuri, na tunashukuru Mungu kwamba amezidi kutusimamia katika hili, na hatuna budi kusema asante hata kwa serikali pia. Sasa mpaka hapo nataka nimkaribishe katibu mkuu wa umoja wa walimu wasiokuwa na ajira ili aweze kwenda moja kwa moja kuainisha au kutabanaisha mambo ambayo tumeweza kufikia au hatua tulizofikia na serikali siku ya jana, ili sasa Watanzania waweze kufahamu kwamba NETO sasa inaelekea wapi na uelekeo ni upi. Asanteni sana. Katibu mkuu, karibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti Mwalimu Paul Kaheza kutokea Geita. Kama ambavyo nilijitambulisha awali, naitwa Mwalimu Daniel Edgar Mkinga kutokea mkoani Pwani Kibaha. Ambacho nataka kuzungumzia sasa hivi ni swala ya mambo ambayo tuliweza kuyajadili siku ya jana na Mheshimiwa waziri watatu ambao waliweza kufika kwenye hicho kikao. Kama ambavyo kwenye baada ya wiki mbili nyuma tuliweza kuainisha mambo kadhaa ambayo tulikuwa tunakutana nayo sisi walimu kupitia usaili. Yote hayo tuliweza kuyazungumzia, lakini pia tuliwasilishia
makala yetu hii yenye peji zaidi ya 22 ni namna gani ambavyo sisi walimu tunakutana na changamoto zote kuanzia kwenye usaili mpaka mwisho. Tunashukuru sana, nazidi kushukuru pia fora za Mheshimiwa Rais za kutukutanisha na mheshimiwa waziri ambao kimsingi wamekuwa na nafasi kubwa ya kutusaidia walimu na kujihisi sio wakiwa tena, lakini wakujihisi sio watu wanyonge tena. Tuliweza kuzungumza na ofisi ya utumishi juu ya swala kubadilika kwa mtaala, lakini pia tulizungumza masuala ya usaili, lakini pia tulizungumza umri wa kustaafu, lakini pia tulizungumza namna ya uzalishwaji walimu, ambapo mengi tuliyabainisha na Mheshimiwa waziri. Tulikubaliana na serikali katika maamuzi ya kuunda tume ya wizara 5. Hizo wizara ambazo zinaweza kufuatilia changamoto ambazo sisi tumeziwasilisha. Mheshimiwa waziri aliweza kutuomba kuwa wavumilivu baina ya siku 30 mpaka siku 45, ambapo wizara zaidi ya 5 zitakaa na kuunda tume na kuzungumza mambo kadha ambayo tuliweza kuyazungumza, ambazo wizara ambazo zitafanya kazi kwa ajili ya kutatua changamoto zetu ilikuwa ni ofisi ya Rais utumishi wa umma na utawala bora, lakini pia ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, pia na wizara ya fedha. Hizi zote zitakaa kwa ajili ya kuweza kusort out changamoto. Lakini kubwa kuliko ni kwamba kulikuwa kuna changamoto ambayo tuliweza kuhoji juu ya swala lilikuwa sort out pale jana ya walimu wa uchumi ambao kimsingi wao hawakupata nafasi ya kupata nafasi ya kwenda kwenye usaili kutokana na changamoto mbalimbali. Mheshimiwa waziri wa elimu na Mheshimiwa waziri wa utumishi waweza kusort hapo na kuweza kupata kibali cha kufanya hiyo field. Lakini kingine ni kwamba tumekubali maamuzi ya waziri ofisi ya Rais utumishi wa umma na utawala bora Mheshimiwa George Simbachawene, kwani alitupokea kwa upendo, furaha na kutufanya sisi kama watoto wake na kuyachukua changamoto zetu sisi kama walimu, na tulijisikia faraja kubwa na kuona kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuchagua viongozi ambao ni bora, lakini pia viongozi ambao wanajali, kwani walitupatia muda sisi ambao tulikuwa tuna changamoto kidogo, wakatupatia muda mzuri kabisa kueleza yale ambao sisi yanatusibu na kuweza kuyashughulikia kwa ufasaha zaidi, na kama ambavyo walitupatia majibu. Kimsingi watu wasiwe na hofu au kuona kwamba hili swali limeenda kisiasa. Hapana, kwani wameunda tume ambayo inaenda kushughulikia changamoto zote ambazo tumezieleza A to Z, peji ya kwanza mpaka peji ya 22. Majibu sahihi kabisa kwa kile ambacho kilitokea, na kutuomba kwamba kutokana na sera na kanuni kuna mambo hayawezi kubadilishwa kwa muda mfupi. Ndio maana kuundwa kwa tume hizo 5 kwa ajili ya maridhiano, lakini pia kwa ajili ya kutatua changamoto ambazo wananeto tuliweza kuziwasilisha. Hivyo basi ni watangazie wananchi wa Tanzania kwamba kwa muda huu kuwa wastahimilivu, kuwa na watu ambao wenye hali ya umoja, lakini pia kuilinda amani ya nchi yetu kupitia kuvumilia, kwani Mheshimiwa Rais ametusikiliza, lakini pia ameweza kuweka muda maalum wa kutatua changamoto zetu.